Je, ni nani aliyemuuza Rais Nicolas Maduro? Baada ya operesheni ya kijeshi na ya kijasusi ya Marekani nchini Venezuela ambayo ilifikia kilele chake kwa kumkamata Rais Nicolas Maduro, uchambuzi wa habari na taarifa mpya unaonyesha sura mpya ya tukio hilo, ingawa bado kuna maswali yasiyojibiwa wazi. Operesheni hiyo ilikuwa ni matokeo ya miezi na mpango mkakati wa ukusanyaji wa taarifa za siri, ikiwa ni pamoja na shughuli za shirika la kijasusi la Marekani yani CIA ndani ya Venezuela, ambapo maafisa waliingizwa nchini humo bila kutumia ubalozi kwa sababu Marekani haikuwa na ubalozi huko Venezuela, na wakafanya kazi katika mazingira yaliyofichwa, wakatafuta taarifa juu ya eneo la Maduro na kuajiri washirika wa ndani. Chanzo cha siri cha Marekani kilidai kutoa taarifa za kina kuhusu mahali alipo Maduro, jambo lilikuwa muhimu kwa maandalizi ya operesheni hiyo. Operesheni yenyewe iliyopewa jina la Operation Absolute Resolve ilianza usiku wa Januari 3, 2026 na ilihusisha zaidi ndege 150 za kijeshi pamoja na vikosi maalum, yani Delta Force pamoja na Night Strikers. Walipofika kwenye kituo cha Maduro huko Tiuna karibu na Caracas, walikabiliwa na upinzani mkali wa kijeshi, lakini hatimaye walifanikiwa kumkamata yeye na mke wake na kuondoka kwenye nchi hiyo kwa helikopta kabla ya kurudi kwenye meli ya kivita ya Marekani USS Iwo Jima na kumsafirisha kwenda New York, ambapo alikabiliwa na mashtaka ya madawa ya kulevya. Matokeo ya operesheni hiyo yameibua mjadala mpana wa kisiasa na kimataifa. Marekani imeeleza kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa mapambano dhidi ya ugaidi wa dawa za kulevya na udhibiti wa machafuko, na kwamba itachukua nafasi ya kusimamia mabadiliko ya kisiasa ya Venezuela hadi pale usalama utakapopatikana. Wanakosoa hatua hiyo, wanasema inakiuka sheria za kimataifa, inaonyesha uvamizi wa uwazi wa dola huru na inaweza kuongeza mvutano wa kimataifa. Huko Venezuela, hali ya kisiasa na kijamii inaendelea kuwa tete. Baada ya kukamatwa kwa Maduro, serikali ya mpito ya Delcy Rodriguez imeanza kuachilia baadhi ya wafungwa wa kisiasa kama ishara ya mageuzi, ingawa hali ya usalama ikiendelea kuwa changamoto ndani ya nchi hiyo. Pia kumekuwa na malalamiko na mashinikizo kutoka nje ya nchi pamoja na mwito wa Umoja wa Mataifa na mataifa mengine kuhusu umuhimu wa kuheshimu sheria za kimataifa. Kwa ujumla, ni wazi kuwa operesheni hiyo ambayo ilihitaji maandalizi ya kina na shughuli za ujasusi imebadilisha kwa kiasi kikubwa ramani ya kisiasa eneo hilo, ikichangia mjadala mkubwa wa kimataifa ya uhalali matokeo ya Venezuela na siasa za Marekani katika ukanda wa Amerika. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.